Wapenzi wa Bwana na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo, tusalimiane hewani. Mungu ni mwema na siku zote. Nina furaha ya kipekee kuweza kurudi hapa Narok kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nafurahi kwa sababu tulikuja juzi pale Narok Central, na hata pia tulikuwa tumekuja wakati mwingine, na Mungu wetu ameweza kutujalia nafasi nyingine ili ya kwamba tuweze kukutana na viongozi, hasa wale ambao ni wazee wa kanisa pamoja na mashemasi. Hivi ndivyo naambiwa, na ili ya kwamba tuweze kuwa na muda wa pamoja kwa kuweza kushare neno la Mungu kwa pamoja. Wakati wote huwa nasema ya kwamba ninaporudi Narok, naona ya kwamba ninakuja nyumbani. Utumishi wangu mwingi ninaona ya kwamba nimeufanya katika kaunti ya Narok, na mahali hapa ndio ninaweza kusema nina marafiki wengi sana. Mahali hapa ndio naweza kusema ya kwamba ndipo nimejifundisha mengi katika utumishi wangu. Na unajua ya kwamba katika kujifundisha kuna mambo mengine ambayo hata huenda unafanya kimakosa, vile ambavyo haistahili. Lakini Mungu wetu ni mwema. Naweza sema ya kwamba hapa ndipo nina ndugu na dada zangu ambao walinivumilia sana nilipokuwa nakuwa katika uongozi wangu. Nashukuru kuweza kuonana na ndugu zangu wale ambao tulijuana miaka hiyo, tumefanya pamoja na tunaendelea pamoja katika kanisa la Mungu. Kwa hivyo nafurahi kuona Elda Bitange, Elda Nyabuto, elders wa Narok Central na hata wa maeneo hayo ya mbali, Ngoswani, Ololunga. Na nafurahi pia kuona mkutano kama huu ambao tumekuja pamoja mpaka wachungaji, ili ya kwamba tuweze kusemesana pamoja. Ni heshima ya kipekee kuweza kujipata katika mkutano wa namna hii, na ili ya kwamba tuweze kuhimizana pamoja na hata kukumbushana majukumu yetu. Niseme neno hili kabla sijaanza mahubiri, na nashukuru kuandamana na kiongozi mwenzangu Pastor Mundashi, ambaye kama vile amesema tulitumika pamoja katika station hii, na ni station ambayo ni ya kipekee sana. Na kabla niseme neno hilo, nina salamu za viongozi wenzangu, na haswa katibu wetu Pastor Isika, ambaye asubuhi aliamka kwenda Kiptangwanyi kwa ajili ya kutenga kanisa, na pia treasurer wetu ambaye wanakutana na treasurers wengine katika maeneo ya pwani kule sehemu za Voi. Wote walinituma salamu niwaletee salamu za upendo wa Yesu. Je, mmezipokea? Asante sana. Niseme hivi kabla tuingie katika neno la siku ya leo, ya kwamba Narok ni mji ambao Mungu ana makusudio mema na anataka kubariki maeneo yote ya Narok. Amina. Na kama ndivyo ilivyo, basi tunastahili kuchunga sana mji wetu wa Narok, kuangalia vizuri na hata kuuombea. Kwa wale ambao wanajua, mara ya kwanza kabisa, hata kabla kuweze kuja taarifa ya kwamba hapa kutakuwa makao makuu ya New Union, ile habari ambayo ilitokea mapema kabisa ilikuwa ya field, ambayo ilikuwa inastahili iunganishe Narok na Kilgoris upande ule, na kukafanyika mikutano mingi upande huu na upande ule, na ambayo inaendelea bado haijafikia kikomo. Na habari ambazo tuko nazo ni kwamba haiko mbali sana. Juzi tulienda mkutano wa Union pale Nairobi,
na ikatangazwa kusemekana ya kwamba bado hiyo mikakati inaendelea ya kukata sehemu moja iweze kutoka upande ule wa Sekep, Southeast Kenya Field, na ingine itoke CRVC, Central Rift Valley Conference, itengeneze field ya Wamasai. Hata kuna ingine ambayo itakatwa upande wa Kajiado. Jambo hilo linakuja, liko jiani. Na kama linakuja, tujue linakuja kutuletea baraka wapi? Hapa Narok. Kwa hivyo tuombee hiyo mipango ili ya kwamba iendelee vile ambavyo inaenda mpaka iweze kufika mahali iweze kukamilika. Na hiyo mipango ilipokuwa inaendelea, kukatokea mipango mingine ya kusema ya kwamba tena hata union yetu inakatwa mara mbili, ili ya kwamba kubaki ile sehemu ambayo inaitwa East Kenya Union Conference, na ibaki sasa hii iwe inaitwa South Kenya Union Conference. Na hata hiyo mipango bado iko jiani. Mkutano ambao tumetoka mwezi wa 5, inasemekana hivi ya kwamba hakuna jambo ambalo limeahirishwa. Mwaka wa 2027 tunatarajia union mpya hapa Narok. Amina. Na hii inaonyesha kwamba Mungu anataka kubariki sehemu hii kwa njia ambayo ni ya kipekee sana. Sijui kwa nini kama umewahi jiuliza, ni kwa nini makao makuu ya union haikuja Nakuru, na Nakuru ndio city, au Narok ni city? Mbona labda huko mbele haijafika, lakini mbona makao ya makuu ya union haikuja kule kwingine, ilikuja hapa? Mbona Narok ikapendelewa hivi? Makusudi ya Mungu na kupendelewa, na ni kuonyesha kwamba Mungu anataka kubariki maeneo haya Narok kwa njia ya kipekee kuliko maeneo mengine. Na makao makuu ya kanisa, kila wakati unaposikia makao makuu ya kanisa ina baraka za kipekee. Ni kama siku zile za Biblia usikie kuna maeneo ambayo yalikuwa yanakaa sanduku la agano, Yerusalemu, na watu walikuwa wanatoka sehemu zote wanaenda Yerusalemu, na hiyo ni mibaraka ya kipekee. Lakini ningetaka niwaambie jambo, mahali popote ambapo Mungu anataka kubariki watu, shetani anafurahia? Hapana, hafurahii. Na huenda ndio maana tunashuhudia na kuona malubano na mivutano ya kila aina. Na kwa hivyo tukijua hivyo ya kwamba wakati ambapo Mungu anataka kubariki watoto wake na shetani hafurahi, analeta vita, tuombee mji wetu wa Narok, tuombee station yetu ya Narok, ili licha ya mambo hayo yote bado kanisa la Mungu libaki likiwa limesimama. Ninakumbusha maneno ambayo Yeremia aliandika. This is just by the way, ujumbe wangu si kwamba uko hapo. Jeremiah chapter 29. Naomba ya kwamba niweze kukaribia hapa. Jeremiah chapter 29. Unaposoma fungu lile, I wish nisome ili uwe ujumbe wa kipekee kwako. Jeremiah chapter 29, verse 5, verse 6 and verse 7. Jeremiah alikuwa anazungumzia watu ambao walikuwa wametekwa mateka kule Babeli. Akawaandikia barua wakiwa kule, walikuwa wanastahili kufanya nini. Na hili ni nzuri sana kwa sababu labda hata kuna wengine ambao asili yao si hapa, Mungu ana makusudi yao. Jeremiah chapter 29 verse 5, 6 and 7, Biblia inasemaje? Sijui nimepelekwa sehemu zingine. Hizo baraka zote zinafanya nini? Zinahama, zinaondoka. Kwa hivyo tuombee sana mji wa Narok kuweze kuwa na amani. Tusichangie katika vurugu. Tuweze kuhakikisha kuna amani hata katika makanisani mwetu. Kwa sababu tukifanya hivyo, mji ukipata baraka na sisi tutaweza kupata baraka. Na kwa hivyo niseme, nimeona ni heshima ya kipekee sana kuweza kuabudu pamoja na viongozi, pamoja na wachungaji,
na ili tuweze kusikia Mungu ananena nasi kwa namna gani katika wakati kama huu ambapo Mungu wetu ameweza kutujalia. Na kwa hivyo nataka niwaalike tuweze kufanya maombi, alafu tuingie katika neno la Bwana na tuweze kuomba. Mtakatifu Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunalitukuza jina lako wakati huu, tukisema hakika wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu katika kanisa lako na hata katika maisha yetu. Tunakushukuru kwa sababu ya mipango mizuri ya viongozi na wachungaji kupanga ili ya kwamba tuweze kuwa pamoja na viongozi katika kanisa lako na watumishi ambao ni mashemasi, tukikuabudu pamoja na tukisoma neno lako. Wakati huu naomba unitumie kama chombo chako, unene na watoto wako ambao wengine hata wametoka mbali sana ili waweze kuja kusikia sauti yako. Sasa naomba ya kwamba wasinione bali waweze kukuona wewe, wasinisikie bali wasikie wewe ukinena kupitia kwangu. Zaidi ya yote, sisi zote tuweze kusikia kutoka kwako na tupate kubarikiwa nao. Ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Fungu letu ambalo nimechagua tangu waniambie ya kwamba nije tuweze kushiriki pamoja ni lile fungu ambalo tumezoea kulisoma sana katika kitabu cha Kutoka sura ya 18 na ule mstari wa 21. Biblia inasemaje? Kutoka 18 na mstari wa 21. Lakini kuhusu mambo mengine, chagua miongoni mwa watu wote watu wanaostahili. Chagua miongoni mwa watu wote watu wanaostahili, watu wanaomcha Mungu, watu wanaomcha Mungu, waaminifu na wanaochukia kuhongwa. Waaminifu na wanaochukia kuhongwa. Wape hao mamlaka wawe na jukumu. Ndiyo, wape hao mamlaka wawe na jukumu la kuwasimamia watu katika makundi ya watu 1000, 100, 50 na 10,000. Wape mamlaka na wapatie majukumu ya kusimamia watu katika vikundi ambavyo vimetajwa. Unajua siku hizi Biblia zimetokea za version nyingi. Hiyo nafikiri sio ile version ambayo tumezoea. Hiyo ni tofauti kidogo, kwa sababu hata unaposikia Kiswahili chake ni kama ni Kiswahili cha kisasa. Na ni vizuri usome Biblia kwa ile version ambayo utaelewa vizuri. Na nimependezwa na hiyo version. Inasema ya kwamba zaidi ya mambo yote jichagulie watu ambao wana taaluma zile ambazo zimeweza kutajwa. Zimetajwa, kuna baadhi ya mambo ambayo yametajwa. Na mimi katika mambo haya ambayo yametajwa nimechukua neno moja na ndio nataka tuweze kuliangalia. Neno moja, na sijui wewe ulipokuwa unasoma au umesikia ikisomwa ni neno gani moja ambalo umejichukulia hapo, kwa sababu my King James version inasema ya kwamba able men such as fear God, men of truth, hating covetousness. Watu walio na uwezo, watu wanaomcha Mungu, watu ambao wanapenda ukweli na tena wanachukia kuhongwa. Ile version imetuambia hivyo. Kiswahili cha zamani kidogo kitasema wanaochukia mapato ya udhalimu. Chukua hao watu, na hao watu ndio wanastahili kusimamia makundi ambayo imetajwa, na ndio wanastahili kusimamia kazi ya Mungu. Na mimi nikachukua neno moja. Mimi nimechukua neno la watu ambao wanamcha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kama wanamcha Mungu watakuwa na uwezo, kwa sababu ni Mungu anatoa uwezo. Kama wanamcha Mungu watapenda ukweli. Kuna mahali Biblia inasema ya kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza yoyote. Hii inaonyesha ya kwamba hakuna uongo wowote. Na pia wanaompenda Mungu watachukia hongo, watachukia mapato ya udhalimu.
Kwa hivyo nikachukua neno hilo moja ili tuweze kuangalia kuhusu jambo hili la kumcha Mungu. Dunia imeenda kasi sana kiasi ya kwamba mahali ambapo tumefika watu hawamchi Mungu tena. Na unajua, ingekuwa sawa kama watu hawamchi Mungu, kwa sababu kumcha Mungu ni uhuru wako, ni kuchagua kwako. Lakini je, itakuwaje yule ambaye ni kiongozi katika kazi ya Mungu hamchi Mungu? Itakuwaje? Kazi ambayo anaifanya itakuwa ni kazi ya namna gani? Ikiwa yule ambaye ni kiongozi tunatarajia ya kwamba aweze kuwa mtumishi wa Mungu, lakini itakuwaje ya kwamba yeye hamchi Mungu? Ndio maana hili ndilo tunataka tuweze kuliangalia. Ni hatari gani ambazo zinaweza zikatokana kwa yule ambaye anajidai anamcha Mungu, anajidai ni mtumishi wa Mungu, na ilhali maisha yake inaonyesha ya kwamba hamchi Mungu? Itakuwa ya namna gani? Ndio maana katika neno hili moja nimeligawanya katika tabia 5 ambazo tutaangalia, na ziko na kichwa cha characteristics of leaders who don't fear God. Tabia za viongozi ambao hawamchi Mungu. Na this is a warning. Hii ni kama maonyo ili ya kwamba tuweze kujiangalia, je, mimi ni kiongozi wa namna hiyo? Kwa sababu kama mimi ni kiongozi wa namna hiyo, ninaelekea wapi? Ni matokeo gani ambayo nitakuja kuwa nayo? Kwa sababu kiongozi yeyote katika kanisa la Mungu, jambo la kwanza kabisa, anastahili kuwa kiongozi ambaye anamcha nani? Mungu. Ambaye anamcha Mungu. Kama wewe ni kiongozi wa kiroho katika kanisa la Mungu, lakini katika self examination unagundua ya kwamba haumchi Mungu, unapitia barabara mbaya. Uko mahali ambapo haistahili. Afadhali hata unapogundua ya kwamba haumchi Mungu, you better resign. Utakapogundua ya kwamba labda katika utumishi wako haumchi Mungu, umefika mahali haumchi Mungu, afadhali kwanza uachane na nini? Na kazi ya Mungu. Kwa sababu ni hatari sana kuwa katika kazi ya Mungu na ili hali haumchi Mungu. Ni hatari sana. It's so dangerous. Hatari sana. Na nataka tuangalie character traits hizi 5 kutoka kwa kiongozi mmoja ambaye anaitwa Absalom. Nataka tumwangalie Absalom. Absalom, kisa chake kimeandikwa katika Biblia Agano la Kale. Nimekuja kugundua hivi, visa vyote na hadithi zote ambazo zimeandikwa katika Agano la Kale si kama hadithi zingine ambazo labda unaweza kuwa ulizisoma katika vitabu. Sio hekaya za abunwasi. Ni visa ambazo zimejaa mafundisho na zinaelekeza mbele mpaka katika msalaba wa Kristo. Amina? Amina. Kwa hivyo hadithi zilizo katika Biblia si hadithi za sungura, kaka sungura na vitu zingine. Soma kwa makini, tafakari yaliyoandikwa humo, na utakuwa na mengi sana ya kuweza kujifundisha. Na kwa hivyo tuna huyu Absalom. Na Absalom tunataka tuweze kuangalia vile ambavyo alivyokuwa kama mtoto mdogo na vile ambavyo alikuja kufanyika baadaye, na mwisho wake ulikuwa mwisho wa namna gani, kwa sababu ni miongoni mwa wale watu ambao alipenda kazi ya Mungu lakini hakupenda kumcha Mungu. Hakupenda kumcha Mungu. Na hii inaonyesha kiasi kile ambacho alienda chini sana
kwa sababu ya kutomcha Mungu. Kwa sababu ya kutomcha Mungu. Neno Absalom ni jina la Kiebrania na ni jina ambalo lina majina mawili, jina moja, majina mawili. Herufi ya kwanza ni Ab, na Ab katika lugha ya Kiebrania ni baba. Hapa ndipo tunapata neno Abba. Ab, father, baba. Na Salom ni neno pia la Kiebrania ambayo inamaanisha amani, peace. Kwa hivyo ukiunganisha maneno hayo mawili, linamaanisha jina lake ambalo walikuwa anastahili kuishi tangu kuzaliwa mpaka mwisho, alikuwa anastahili kuitwa baba wa amani. Baba wa amani. Lakini je, aliishi na amani? La, hakuishi na amani. Hii ndio tunaweza tukasema katika lugha ya Kiswahili kinaya, na kama utasema kwa lugha ya Kiingereza irony. Unawezaje kuitwa jina hili lakini hauishi jina hilo, unaitwa jina lingine ambalo ni tofauti? Lakini si ajabu, kwa sababu hata siku hizi wako watu ambao wanaitwa majina mazuri, lakini unawapata mahali ambapo hapastahili. Utapatana na mtu ambaye anaitwa Yusuf au Joseph, lakini hayuko kanisani. Ako mahali ameshika na anabugia kileo mkononi mwake, na unashangaa, utauliza, ala, hata kwa vilabu Yusufu huko, nilikuwa na kutarajia wapi? Kanisani. Lakini ni mlevi, anapepesuka, anatembea kinaya. Na si ajabu pia utapata hata mtu jina lake ambalo anaitwa ni Mkristo, lakini maisha yake yanaonyesha Ukristo hakuna. Kwa hivyo usishangae Absalom. Kunao ambao tunaishi hata nyakati hizi. Alikuwa mtoto wa tatu wa Daudi, na Daudi alikuwa na wake kadhaa. Kwa hivyo mama ya Absalom alikuwa anaitwa Maasa. Maasa alikuwa mke wa Daudi, na Maasa alikuwa ni binti ya Talmai, mfalme wa Geshuru. Na Absalom, kama vile ambavyo tutaona hapo chini, mojawapo ya sifa zake ilikuwa ni nini? Urembo. Sijui mwanaume mrembo tutamuita namna gani? Handsome. Absalom alikuwa ni handsome. Kwa uso, kwa sura, alikuwa very handsome. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa handsome kama yeye. Na kumbe ukibarikiwa na sura si bure. Hata hiyo sura yako inastahili kutangaza jina la nani? Jina la Mungu. Au kupatiwa sura ili ya kwamba ifanye mambo mengine ambayo ni kinyume. Inasemekana nywele yake tu hakuwa anainyoa, alikuwa analea nywele ambayo ni ya kufuga nywele. Hakuwa wale ambao siku hizi wananyoa nywele style gani? Jordan. Yeye hakuwa ananyoa. Alikuwa anafuga nywele inakuwa nyingi, mpaka wakati fulani ni kama alikuwa anataka kuvunja rekodi ya ufugaji wa nywele. Ilikuwa sasa inafika mahali anainyoa, na baada ya kunyoa ilikuwa inapitia kwa mizani, kwa kilo, ili ya kwamba ipimwe ionekane mwaka huu kijana wa mfalme amenyoa nywele kilo ngapi. Ilikuwa naifuga na inakuwa kubwa. Mambo haya imeandikwa katika Biblia ya kwamba kando na urembo alikuwa na nywele ambayo ilikuwa na uzito mwingi sana. Lakini tuende katika character trait yake number 1. Nimesema tutakwenda mpaka number 5 ili ya kwamba tuweze kuona kiongozi ambaye anajulikana tangu mwanzo hakumcha Mungu. Samueli wa pili sura ya 13 na
kuna mistari mingi pale ya kusoma, lakini hatutasoma yote. Tunataka tuweze kuona number one, character trait yake moja ni revengeful. Revengeful ni kulipiza kisasi. Yaani tabia yake ilikuwa inamuonyesha kwamba akifanyiwa jambo au aone jambo ambalo halistahili, hata kama kulitokea msamaha, hata kama ilitokea nini, ni lazima aweze kuwa mtu ambaye atakuja kulipiza kisasi. Unaposoma katika kitabu cha Samueli wa pili, kuna jambo ambalo lilitokea kwa Amnon. Amnon alikuwa ni mtoto wa kwanza wa Daudi, the eldest son of King David. Na tunajua kile ambacho Amnon alifanya. Amnon alimharibu dada yake, kwa ile lugha ambayo tunaweza tukasema rape. He raped his sister, ni dada yake, na wao wote ni watoto wa familia moja. Kwa hivyo Amnon ni ndugu ya Absalom na Tamar ni dada yao. Na tunaona kile ambacho kilifanyika katika Samueli wa pili sura ya 13, ya kwamba baada ya Tamar kufanyiwa yale maovu yote na Amnon, yule ambaye alipata hifadhi kwake na mahali ambapo alienda kuripoti polisi yake ilikuwa kwa nani? Kwa Absalom. Na Absalom alimwambia, wewe kaa hapa, tulia, nitajua kile ambacho nitafanya. Na Absalom alitengeneza sherehe, na hata akaita baba yao Daudi, na alipomuita katika sherehe, kumbe alikuwa na mpango wa kumuua nani? Kumuua na ndugu yake. Na anamuua katika sura ile ya 13, na unaposoma katika ule mstari wa 23 ndio wanafanya karamu, na wameenda karamu, na wanapoenda karamu anasema wote waweze kualikwa katika ile karamu. Soma mstari wa 28. Absalom anatoa instructions za namna gani? Mstari wa 28. Absalom akamwambia mtumishi wake. Absalom akawaambia watumishi wake, mwangalieni Amnoni atakapokuwa amekunywa divai na kufurahi. Nitakapowaambia mpigeni Amnoni, muueni. Hiyo ni amri yangu kwenu. Jipeni moyo na muwe hodari. 29. Hivyo watumishi wa Absalom walimtendea Amnoni kama walivyoamriwa na Absalom. Kisha wana wa kiume wengine wa mfalme wakaondoka, kila mmoja akapanda nyumbu wake na kukimbia. Katika fungu hili ndipo nimekuja kujifundisha jambo hili. Unaweza usifanye jambo kwa mikono yako, lakini ukatuma watu kufanya jambo kwa niaba yako, lakini itahesabiwa ni nani ambaye alifanya jambo hilo? Ni wewe ambaye ulifanya. Kwa hivyo usinawe mkono, usiseme sio mimi. Sasa angalia vile ambavyo Absalom anavyofanya. Aliambia watumishi wake, shikeni silaha zenu vizuri, panga zenu mziweke tayari. Mtakapoona ya kwamba Amnon amefurahi, amekunywa, amekula, hana tahadhari, sasa nendeni muniulie, muue huyo, kill him, msiogope. Kwanza hata akawatia moyo, akawaambia muwe na moyo wa hodari. Na hivi ndivyo walivyofanya, ya kwamba walipoangalia na wakaona ya kwamba Amnon ametulia,
amefurahi, wakaenda wakamuua. Na hivi ndivyo Absalom alivyolipiza kisasi kwa sababu ya kile ambacho kilifanywa dada yake. How revengeful are you? How forgiving are you? Je, wewe ni mtu wa kutoa msamaha au wewe ni mtu wa kusema nitatarajia ya kwamba kutapatikana nafasi nzuri na mimi niweze kulipiza kisasi? Biblia inasema kizazi ni cha nani? Ni cha Mungu. Wewe tendewa uovu ule utatendewa, tendewa mabaya yale ambayo utatendewa. Lakini kiongozi ambaye anamcha Mungu, hakuna siku hata moja atashika sheria mkononi mwake aseme nitalipiza kisasi. Na hata sio kulipiza tu kisasi, adui yako hata hustahili kumwombea mabaya, ili kwamba utakaposikia kuna mabaya yalimfika useme fadhali hivyo, hiyo ni Mungu amenilipishia, amekumbuka ile maneno mabaya aliyonitendea. Usifurahi adui yako angukapo. Biblia hata inasema ombea adui yako na usimtakie mabaya. Mabaya uliyotendewa achia Mungu. Wakati wa Mungu ni yeye anajua ni wakati na ni namna gani atakuja ili aweze kuja kukulipizia kisasi. Nilikuwa nasoma mahali na ni quotation ambayo ilikuwa inasema hivi, kwa nini tusilipize kisasi? Hatustahili kulipiza kisasi kwa sababu wewe ukiamua kulipiza kisasi, aidha utalipiza zaidi ya vile ambavyo inastahili au utalipiza kidogo vile ambavyo inastahili. Mtu ambaye alikupiga viboko 5 unaweza enda kumpiga tu kiboko moja na utaona kwamba umefanya kazi kubwa sana. Au aliyekupiga kiboko moja utaenda kumpiga viboko 10 zaidi ya vile ambavyo wewe mtu alikupiga kiboko moja unampiga 10, hayufe. Alikupiga tu kofi, lakini wewe unampiga kofi na teke na unamwangusha chini, hayufe. Kwa hivyo ukiamua kulipiza kisasi haujui, na Mungu aliona asikufundishe hiyo kazi na akasema hiyo kazi mniachie. Lakini tuna viongozi ambao wanabobea katika kulipiza kisasi, na hata wengine wananyamazia mpaka unafikiri ya kwamba alisahau ile kitu ulimtendea. Kumbe hakusahau na hakusamehe. Anasema ninajua mahali tutakutana. Kuna mahali ambapo tutakutana. Nikiangalia mbele ninaona njia zetu kuna mahali zitaenda zikutane. Hapo tutakutana, ngoja. Hata kuna wengine anaweza kosa kunyamaza aseme wewe ngoja, ninajua mahali nitampata. Hiyo ni kumaanisha kwamba kisasi iko ndani yako. Ondoa kisasi. Ondoa kisasi, hakistahili. Daudi alidhani ya kwamba Absalom alisahau yale mambo. Daudi alidhani mambo yaliishi. Hata Daudi alidhani wamealikwa kwa karamu ya kawaida, lakini haikuwa karamu ya kawaida. Kulikuwa na mpango wakati ambapo Amnon atakuwa ametulia, hana tahadhari ya kwamba aweze kuuawa wakati huo, na hivi ndivyo alivyouawa. Alikufa hivyo kwa sababu ya kisasi. Viongozi ambao wanamcha Mungu wanasamehe ya ukweli. Unajua kuna watu wengine atakapokuwa na kusamehe atakwambia nimekusamehe lakini sitawahi sahau. Samehe na usahau kabisa. Kama atakutendea jambo lingine usimwambie kumbuka hii ni mara ya ngapi nikikuona na haya.
muonee ya kwamba jambo lile amekutendea ni kana kwamba ni jambo mpya, ni kana kwamba hajawahi kukutendea jambo tena, kwa sababu ulisamehe na ukasahau na ikaisha hivyo, na hivi ndivyo inavyostahili. Nataka tuende katika character trait ya pili ili uweze kuona itaongeza tena iweze kufika namna gani. Nataka tuende sasa sehemu ya pili ya revolt. Sehemu ya pili, ya kwanza ilikuwa ni revenge na ya pili inaitwa revolt. Hata nayo ni R, revolt. Huyu ni mtoto ambaye amelelewa katika nyumba ya kifalme. Huyu ni mtoto ambaye anajua baba yake ndiye ambaye alitiwa mafuta aweze kuwa mfalme, lakini wakati fulani akatamani kuwa mfalme, akasema hata mimi nataka niweze kuitwa mfalme. Je, alifanya nini? Samueli wa pili sura ya 15, tusome mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasemaje? Samueli wa pili sura yake ni ya 15 mstari wa kwanza. Baada ya tukio hilo, Absalom alijipatia gari, farasi na watu 50 wa kumtangulia. Absalom alizoea kuamka asubuhi na mapema na kwenda kusimama kwenye njia inayoelekea kwenye lango la mji. Mtu yeyote aliyekuwa na madai ambayo alitaka kuyapeleka kwa mfalme ili kupata uamuzi wake, Absalom humwita mtu huyo kando na kumuuliza, unatoka mji gani? Kama mtu huyo akisema ametoka mji fulani wa kabila la Israeli, Absalom humwambia, madai yako ni ya haki kabisa, lakini hakuna mtu yeyote aliyeteuliwa na mfalme kukusikiliza. Tena Absalom humwambia, laiti mimi ningekuwa mwamuzi wa Israeli, kila mtu mwenye madai au shauri angekuja kwangu nami ningempa haki yake. Laiti mimi ningekuwa mfalme juu ya Israeli, kila mtu angekuja kwangu na ningempatia haki. A politician. Politicians in the name of serving the Lord. Absalom lazima alijua ukitaka kuwa mfalme juu ya Israeli ulikuwa unapitia njia gani, unawekwa mafuta, unakuwa mfalme juu ya Israeli. Naelewa ya kwamba jambo hili, ndio maana Biblia inasema baada ya mambo hayo Daudi baba yake amemtumanishia, kwa sababu alipoua Amnon alitoroka, na alipoenda mbali ikatengenezwa njia na waliokuwa karibu na Daudi ili ya kwamba aweze kurudi nyumbani, na akarudi na akasamehewa. Na aliposamehewa, angalia ni mambo gani ambayo ametengeneza. Alijitengenezea magari ya farasi, watu 50 wa kutembea mbele yake, na akasema ni wakati wangu wa kuwa mfalme, lakini mimi sitapitia zile njia za kiroho ambazo watu huwa wanapitia, nitapitia njia nyingine. Biblia inasema ya kwamba alikuwa anaamka mapema na anasimama malangoni, wapi? State House, mahali ambapo wananchi wanakuja kumuona nani? Mfalme, ili ya kwamba aweze kuwasaidia katika shida zao. Na anapofika hapo, anaona wanakuja, anamwambia, ebu kuja, wewe unatoka kaunti gani? Anamwambia, alafu anauliza, na ni shida gani ambayo imekuleta? Labda ni ya shaba, labda wamekosana. Anamwambia, umekuja wapi? Hapa ofisi hizi kumeharibika, hapa sioni mtu wa kukusaidia, lakini laiti ningekuwa tu mfalme wenu, hii mambo yenu ningewasaidia sana. Na unajua hakukomea hapo. Biblia inasema ya kwamba angemkaribia, katika mstari ambao unafuata mstari wa 4, angemkaribia mtu na kumfanya nini? Anambusu. Angemkaribia na kuweza kumbusu katika ule mstari wa 5. Soma mstari wa 5 usikie Biblia inasemaje. Zaidi ya hayo, Absalomu unyosha mkono wake akamkumbatia na kumbusu mtu yeyote aliyekuja kumwinamia na kumsujudu. Anamwambia, ndugu yangu, pole sana.
Hii shida si imekusumbua, ilianza lini? Pole sana. Nani amekunyang'anya? Pole sana. Hii shida ulio nayo ni kubwa, lakini hakuna wa kukusaidia. Je, ni watu walikosa wa kusaidia? Hapana, wa kusaidia walikuwa ndani, lakini hapo wanataka waende huko ili wakafanye nini? Wakasaidike. Anambusu, anamkubatia, anamwambia wewe ni ndugu yangu kweli. Kwa kufanya vile, sasa mtu angeenda ofisini. Hakuenda ofisini, alikuwa anarudi akae agoje wakati huyu atakuwa nini? Mfalme, ili aweze kuja kumsaidia. Kwa namna ile, mstari wa 6 inasemaje? Mstari wa 6, kwa namna ile, kwa sababu walifanyia hivi watu wengi. Basi hivyo ndivyo Absalomu alivyowatendea Waisraeli wote waliokuja kutafuta uamuzi kwa mfalme. Kwa kufanya hivyo, Absalomu aliteka mioyo ya Waisraeli. Mfalme, kumbuka, ni nani alikuwa mfalme? Daudi alikuwa ni nani kwa Absalomu? Baba yake. Kwa hivyo ana revolt, si kwa mtu mwingine, kwa baba yake. Anageuza, anaongoza mapinduzi. Ni mapinduzi haya ni ile ambayo inaitwa kwa lugha nyingine coup d'etat. Kupindua serikali ya nani? Ya baba yake. Labda kama ni kwa mtu mwingine huenda labda ingeeleweka kidogo, lakini inawezekanaje unapindua serikali ya baba yako, ya mzazi wako, ya baba yako? Kwa lugha nyingine alikuwa anawaambia, aliye hapa mfalme ni baba yangu, namjua vizuri. Niwaambie ukweli, unajua kama ni mtu mwingine wa mbali ningekuwa mambo yake siyajui, lakini ambaye anakaa State House ni baba, namjua vizuri. Siku hizi ameharibika, ni mbaya, hawezi kukusaidia kwa chochote. Na unajua naongea kuhusu baba yangu. Kuna mtu anajua baba yangu kuniliko? Hakuna. Na kama ungekosa kuamini watu wengine, utakosa kuamini mtoto ambaye anayezungumzia ni baba yake. Mimi namjua, hawezi kukusaidia chochote. I wish mngenichagua niweze kuwa mfalme. Kwa kuendelea hivi, kaendelea kuwin mioyo ya watu wengi. Biblia inaonyesha kwamba katika kipindi hiki Daudi kuna mambo ambayo ilikuwa inamsukuma, ambayo haiko inampatia nguvu vizuri. Number 1, alikuwa amezeeka, hivyo alikuwa ni mzee. Number 2, kuna dhambi ambayo Daudi alikuwa amefanya hapo awali, ambayo hata dhamiri yake ilimuonyesha alifanya nini? Alikosea kwa kuchukua bibi ya Uria ambaye ni Bathsheba, na tena akaua. Hata hiyo pia haikuwa inamjia vizuri. Wakati mwingine hata kama alitubu, alikuwa naona huenda labda Mungu hafurahii na mimi hafurahishwi nami. Na kwa sababu ya mambo hayo akaendelea kujitwalia watu hata waliokuwa washauri wa mfalme. Biblia inaonyesha hapo ndipo alijichukulia mmojawapo ya counselor advisors wa mfalme. Mmoja alikuwa anaitwa Ahithofel, akaja upande wake. Na pia hata alijichukulia mwingine ambaye alikuwa anaitwa Hushai, akaja upande wake. Akachukua mamlaka kwa mioyo ya wale ambao walikuwa ni wananchi na wale ambao walikuwa wanamtumikia mfalme, wakaja upande wake. Mpaka sasa akawa si watu wachache ambao wanamfuata, wamekuwa ni wengi. Lakini njia ile sio njia ile ambayo ilikuwa ni ya kawaida ya kuja kwa mamlaka, Viongozi ambao hawamchi Mungu hawakuji kwa mamlaka katika njia ile ambayo inafaa, njia ile ambayo inastahili. Wanakuja katika njia ambazo ni za mkato, njia ambazo zimejaa udanganyifu,
njia ambazo hazistahili kwa wale ambao wanamcha Mungu. Zamani nilikuwa nafikiri ya kwamba wachungaji tu ndio walikuwa wanasemezana kwa washiriki ili wakati wa uchaguzi waweze kufanya nini? Waweze kuchaguliwa. Na unajua labda hiyo ingeeleweka kwa sababu kuna vyeo, kuna nyadhifa na mambo kama hayo. Lakini je, utaabiwaje au utasikiaje ukisikia kwamba kuna mzee wa kanisa ambaye anazunguka kwa washiriki akiwaambia mwakani wakati wa nominating committee mfanye nini? Mniangalie. Kuna nini katika hiyo cheo? Kuna nini? Hakuna mshahara? Hakuna marupurupu au yako? Nini iko? Kasi. Unless huyu mtu anataka atakapopata hiyo ofisi aweze kuitumia kwa njia ya kujinufaisha yeye mwenyewe. Kuna kisa tulikuwa tunapatiwa na mzee mmoja, na najua wengine watamtambua kwa sababu alitoka katika mojawapo ya makanisa kule Nairobi. Alituambia hivi, na tulikuwa wanaambo tu, tulikuwa kama vile tulivyo na wale ambao walikuwa watakumbuka kwa sababu ilikuwa tu ni hapa Narok. Alituambia ya kwamba kanisa ambalo anatoka, kanisa lake lina wingi wa fedha kiasi ya kwamba chochote ambacho mnataka kanisani lazima mpatiane tenda. Na vile ambavyo umesonga juu ndivyo kuna uwezekano wako wa kupata hili nini? Tenda. Kwa hivyo wakaenda mpaka wakagundua ya kwamba ili watu wengi walitaka sana kuwa mzee wa kanisa mpaka wakaanza vetting. Umewahi sikia vetting ya kuwa mzee wa kanisa? Wakaanza vetting kiasi ya kwamba wale ambao walikuwa na interest ya kuwa mzee wa kanisa walikuwa wanatengeneza komiti ya vetting. Unakuja unaulizwa, ukiwa mzee wetu wa kanisa utatufanyia nini? Ni mambo gani tofauti ambayo utaleta kuliko wengine? Na wakafanya hivyo na wakaendelea vile. Ni marehemu kwa sasa, labda tungemuuliza ni mambo gani ambayo iliendelea baada ya kufanya zile vetting. Lakini katika Biblia na ile ambayo tunajua, uongozi wowote wa kiroho, uongozi wowote wa nyumba ya Mungu, unapendekezwa au unajipendekeza? Unapendekezwa. Na ndivyo inavyostahili. Haujipendekezi, kwa sababu wanaojipendekeza wana nia zingine kando na utumishi wa kiroho vile ambavyo inastahili. Na uangalie sana wanaojipendekeza, angalia sana kama hawatakuja kubadilika au kutubu. Wanaojipendekeza mwisho wao utakuwa ni mwisho wa namna gani? Katika maandishi ya roho ya unabii, kitabu cha Desire of Ages kinasema hivi: Yesu alikuwa na wanafunzi 12, na wanafunzi 11 Yesu aliwaita na kuwapendekeza, lakini kuna mmoja ambaye alijipendekeza yeye mwenyewe. Alienda kwa Yesu, akaona vile ambavyo ana influence, vile ambavyo anafuatwa na watu wengi, vile ambavyo anazungumza. Akasema, Yesu, si nifuatane na wewe niwe mmoja wa wale watakutumikia? Na Yesu hakumtakataza direct, alimwambia ndege wanaviota, na nani wengine, wanyama wengine wana mashimo ya kufanya nini? Ya kuingia. Lakini huyu mwana wa Adamu, jioni ikifika, hata nyumba hata hana mahali pa kujilaza, anaenda milimani kulala huko. Unataka kweli kufuatana na mtu wa namna hiyo? Na Desire of Ages inasema, tafadhali tu niruhusu niwe mmoja wa wanafunzi wako. Na Yesu akajaribu kumdiscourage mpaka haikuwezekana, akamwambia haidhuru, nifuate. Na alipomfuata alitaka sana kumwini. Kuna hata sermon ambazo Yesu alikuwa anahubiri deliberately zikilenga nani?
Yuda Iskarioti. Hata kuna mahali Yesu alikuwa anahubiri akamwambia, huwezi tumikia mabwana wawili. Huwezi tumikia Mungu na utumikie Mungu pesa. Haiwezekani. Huwezi kuwa na mabwana wawili, lazima uchague bwana. Kwa sababu Yesu aligundua Yuda Iskarioti alipenda nini sana? Pesa. Na unajua kumbe alikuwa na sababu. Unaposoma Yohana Injili sura ya 6, alipochaguliwa kuwa mwanafunzi, ni kama mpaka alienda kwa wanafunzi akaomba achaguliwe kuwa nani? Mweka hazina. Ni kama alijipendekeza akawaambia, mimi nimefanya accounting. Mkinichagua hesabu zenu zote zitakuwa zinateremka hivi toto mpaka balance. Tawawekea vizuri sana. Lakini unaposoma Biblia, aliweka vizuri zile fedha? Hapana. Ndio maana hata kuna kisa fulani katika Biblia inasemekana Yesu alienda katika nyumba fulani, na mama mmoja akaja na manukato ya pesa nyingi akampaka Yesu. Mmoja wa wale walihuzunika ni Yuda Iskarioti, akauliza, sasa hii pesa imenunua hii mafuta, mbona imetumika tu kununua mafuta? Si ingewekwa ikusanywe alafu siku moja ipatiwe maskini? Na Biblia inasema si kwamba alipenda maskini, ni kwa sababu alikuwa na mazoea. Alikuwa anafanya carry 1 minus 1, inayobaki anaweka wapi? Anaenda kutumia. Na unajua hakusaidika kwa namna yoyote ile. Kupenda pesa kwake kwa kujipendekeza kulienda kukapindukia, mpaka siku moja akamwangalia Yesu, mpaka akaona mambo haiendi vile ambavyo anataka. Akaanza kujiuliza, na huyu Yesu nikimuuza naweza pata pesa ngapi? Yaani nimuuze tu hivi, nimuweke mahali sokoni. Na hivi ndivyo alivyofanya. Siku moja alienda kwa makuhani akawauliza, nimeona mmetafuta Yesu siku nyingi hampati, nikiwapatia mtanipatia pesa ngapi? Yaani nikiwaletea tu hivi. Na wakampatia pesa ngapi? 30 pieces of silver. Na akawaambia basi Thursday anaenda maombi, msimtegee hapa mjini mnaweza leta vurugu. Mpateni mahali ambapo yuko yeye peke yake pamoja na wanafunzi wake. Wanafunzi wake kwa kawaida hawakui wengi. Na nitawaonyesha ni nani, mje muweze kumpata hapo. Na mwisho wake kumbe ulikuwa umekaribia, kwa sababu baada ya Yesu kushikwa na akaona ya kwamba Yesu hakureact kwa namna yoyote, na zile fedha zilikuwa fresh, hata hakuwa amezitumia kufanya chochote, alirudi kwa wale makuhani. Aliwaambiaje? Chukueni pesa zenu, nimegundua nimefanya jambo ambalo ni mbaya sana, sitaki pesa zenu. Na wakamuuliza, sisi tuna nini na pesa ambazo ulituuzia? Si ulishatuuzia Yesu na tumeshamkamata? Pesa zimefanya ile kazi ambayo ilikuwa inastahili. Wakachukua zile pesa wakanunua shamba. Kumbe zile pesa zilikuwa nyingi, kwa sababu pesa ya kununua shamba ni pesa kidogo. Si kidogo, ilikuwa pesa nyingi. Kumbe aliporusha zile pesa alikimbia, akachukua kamba na akajitoa uhai na akazikwa katika kile kichaka. Watu wanaokuja katika uongozi wa kiroho kwa njia zao, wasipobadilika, wasipotubu, wasipoangalia njia ile ambayo inastahili, hivi ndivyo Absalom alivyoingia katika uongozi. Amechukua advisors, amechukua wale ambao ni wapanda farasi na wanamfuata. Nataka uangalie jambo la tatu ambalo linaonekana sana character traits kwa Absalom, na jambo la tatu ni critic
Critic. Critic ni neno la Kiingereza na linaonyesha mtu ambaye ana mazoea ya kutoa wengine makosa. Anawatoa makosa. Anasema hii haijaenda vizuri, hii haijaenda vizuri, hii hangefanya hivi, hii alikosea, hii aliwakosea, na ako wapi? Ndani ya kanisa. Na hii ndio inajionyesha katika ule mstari wa 4, mstari wa 5 hata wa 9, wa 6. Hatutarudia kwa sababu tulikuwa tumesomewa. Katika hali ya kusema babangu ndiye mfalme, lakini hawezi wasaidia. Babangu ndiye yuko katika kiti, lakini yule ambaye anaweza akawasaidia ni nani? Ni mimi peke yangu. Alikuwa ana criticize baba yake. Critic. Alikuwa ana criticize baba yake. Na critic ni hatari sana, ni hatari sana. Nitakusomea nukuu mbili za roho ya unabii ambazo zinaonyesha hali ambayo mimi ninapomwangalia ndugu yangu sioni jambo lolote nzuri ambalo amefanya mwaka huu. Huyu ndiye ambaye amekuwa first elder, sioni jambo lolote nzuri alifanya, ni makosa tu naona. Kuna hatari. Kuna hatari sana. Na unajua kuna wengine anapokucritic anaona ni kana kwamba ni jambo mzuri ambalo anafanya. Kuna kisa katika Biblia ambacho nakilinganisha katika sehemu hii cha Nuhu. Kuna jambo ambalo Nuhu alifanya likiwa mbaya. Unajua Nuhu alifanya mambo mengi mazuri, mojawapo ikiwa ni kujenga nini? Safina. Alijenga safina, akajaribu kubebeleza watu waingie, hawakuingia. Lakini hata kama watu wote watakosa kusikia ile injili ambayo unahubiri, chunga sana isikose kusikika na akina nani? Na familia yako, aliyokuwa familia yake. Na hivi pia ilifanyika hata kwa Lutu. Lakini turudi kwa Nuhu. Baada ya mvua kuisha na safina kuweza kurudi chini, Biblia inasema Nuhu alifanya kazi gani? Ulima mizabibu. Ya ukulima wa mizabibu. Na akaanza kulima. Na mizabibu ilikuwa inajulikana ya kwamba mpaka siku ya leo inatengeneza divai, lakini pia inatengeneza kileo. Na siku moja akatengeneza kile kileo, akalewa. Na alipolewa, alikuwa na watoto wangapi? 3. Watatu. Mmoja wa watoto wa Nuhu akaamua kuwa critic. Alipomwona ni uchi, alikimbia kwa watoto kumwambia, "Njooni mkaone nini? Sinema ya bure. Kuna sinema imetokea mahali. Hamjawahi ona hiyo?" Kwa furaha nyingi tena sana anawaambia, "Njooni mkaone kile nimeona. Njooni." Lakini wale watoto wawili unafikiri walikimbia ovyo ovyo? La, hawakukimbia. Walichukua manguo, mashuka, bamblanketi, wakakimbia. Wakafanya nini? Wakafunika baba yao. Na huyu number 1 uweze kuelewa, hata Biblia inajua ya kwamba kukaa uchi ni nini? Makosa. Ni makosa, hata haistahili. Lakini huyu ambaye alitangaza uchi, ni nini ambayo kilifanyika kwake? Tangu siku hiyo ni nini ambayo ilimpata? Laana. Alipatikana na laana. Mpaka siku ya leo tunasoma Biblia na tunasikia ya kwamba alilaaniwa. Kwa nini? Ndiyo, kile ambacho alikuwa anatoa makosa kilikuwa ni ukweli. Alichokuwa na criticize kilikuwa ni kweli, baba yao alikuwa ni uchi. Lakini je, baba akiwa uchi unastahili kwenda ukitangaza? Critic. Ni mambo gani hayo ambayo unasemezana na wengine kuhusu kiongozi mwenzako, kuhusu shemasi mkuu,
kuhusu mzee wa kanisa. Ndiyo amejitokeza akiwa uchi, lakini je, ni zamu yako, ni wakati wako kuweza kumtoa makosa vile ambavyo unaendelea katika kumtoa makosa. Kuna nukuu mbili hapa ambazo nitakusomea, zimeandikwa na dada Ellen White na nazizungumzia kuhusu kutoa makosa, na nitasoma kwa haraka kwa sababu imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza. Nitaweka mkazo mahali ambapo inastahili. Inasema hivi: dissension, bickering, self-seeking are not of God but of Satan. In the last great day, those who have sympathized with self and by their words of suspicion have turned in the wrong direction the scale in which the soul of a human being was hanging, will see their mistake. When their influence was needed to turn the balance for the right, they stood under Satan's banner and did his work, sowing seeds of disunion and criticism. And the blood of souls will be charged to them. They will be held accountable for what they might have done had they been instant in season and out of season in the work of Christ. Sikiliza hili anapomaliza. The wrong impression made upon human minds may live long after those who made it are dead. Yani anasema hivi dada White, ili ni gazeti aliandika 1897, na sisi Waadventista wa Sabato, maandishi ya roho ya unabii ni mojawapo ya misingi ya imani, fundamental beliefs. Nasema hivi ya kwamba kujitafutia sifa, kuumana, kukulana haitokani na Mungu. Inatoka kwa nani? Inatoka kwa shetani. Hata unaweza angalia ndugu yako umsuspect, suspicion, mpaka uanze kuzungumzia wengine, uanze kugeuza mioyo yao iangalie njia nyingine kuliko ile ambayo inastahili. Na ndio hapa akasema ya kwamba kwa kufanya vile utakuwa unapanda mbegu ya disunion. Disunion ni hali ya mafarakano, kugawa. Na hawa watu ambao watagawa, watoke nje au wapotee, nani ataulizwa hiyo mioyo? Ni wewe kama kiongozi. Hukutumia nafasi yako nzuri. Na ndio maana akamalizia kusema ya kwamba maneno mengine ambayo yanazungumzwa kwa watu, mengine yataendelea hata wakati wewe utakuwa umefanya nini? Umekufa, umesahaulika, lakini ile mbegu mbaya ambayo uliyopanda bado inaendelea kumea na kufanya kazi mbaya. Na hii ndiyo nguvu ya maneno ambayo tunazungumza. Tunastahili kuwa very careful sisi kama viongozi. Maneno ambayo unatamka, maneno ambayo unaambia watu, nguvu yake ni kubwa sana kiasi ya kwamba hata wakati utakuwa umekufa, uliwekwa kwa jeneza, ulizikwa, ulisahaulika, lakini mbegu mbaya ambayo ulipanda bado inaendelea. Na hii ni kuonyesha tunastahili kuwa waangalifu. Kwa sababu kuna watu uliambia maneno, unafikiri ni maneno rahisi, kumbe iliwaingia sana, hawakusahau, iliendelea nao hata wakati ambapo umekufa na ukasahaulika. Sikiliza hili lingine, akaandika kusema hivi: Satan will work to bring in criticism and misstatements and to lead men to want their own way. There is no safety for anyone who retains his selfish habits. God calls upon every soul to take up the work of self-examination. If all will now take up the work of God has given them and be converted in the doing of that work, they will grow in grace and in the knowledge of truth. Satan will make every effort to create disunion. And unless the love of Christ fills the heart, there will be divisions. But division always dishonor God. And a great deal of time is spent in an effort
to set things right when it ought not to be necessary to spend a moment in this way. God has a great work for his people to do. He will enable us to do this work if we will give ourselves into his keeping and be led and guided by him. Sikiliza ya kwamba shetani angetaka sana tuweze kuwa watu wa kutoana makosa. Huyu amefanya hivi, huyu amefanya makosa, huyu amefanya yanayostahili. And by the way, yeyote yule ambaye anatoana makosa huwa anataka ionekane ya kwamba yeye tu ndiye amebaki hana nini? Lakini nani ambaye hana makosa? Dunia hii, sayari hii ya Mungu. Alafu akasema hivi, hii inatoka kwa shetani, haitoki kwa Mungu. Mungu angetaka tujichunguze, self examination, ili tuweze kufanya ile kazi ambayo Mungu ametupatia. Shetani angetaka sana tuweze kuwa divided, tuweze kuwa vikundi vikundi. Kundi liko upande wa Mungu, lingine liko upande wake. Alafu dada wetu anasema hivi, division always dishonor who? God. Usifikiri Mungu anafurahi sana anapoangalia kanisa na anaona tumegawanyika vikundi gapi? Mbili. Ndio maana hata Paulo alikasirika sana aliposikia anahubiri injili wakiwa na Apolo, lakini wengine wanasema sisi ni wa Apolo, sisi ni wa Apolo na sisi wengine ni wa Paulo. Alihuzunika sana. Akauliza, sisi tulikuwa tu vyombo vya Mungu, mbona mmegawanyika? Wengine mnasema sisi ni wa Paulo, sisi wengine ni wa Paulo. Je, Paulo na Apolo kuna mtu atapatia uzima wa milele? Hakuna. This unit inakosea heshima ile ambayo inastahili kwa Mungu. Kuna kazi ambayo Mungu ametuitia tufanye, atatuwezesha tuifanye kama tu tutajiweka mahali ambapo Roho Mtakatifu atatuongoza. Alafu anamalizia kwa kusema hivi, hii ni mkutano wa shetani na malaika zake. Shetani wanafanya vikao, wanafanya mikutano. Hii ni testimony to ministers. Dada wetu akasema hivi, we Satan and his angels must cause destruction and division. We must destroy their anxiety for their own souls and lead them to criticize, to judge, and to accuse and condemn one another, and to cherish selfishness and enmity. For these sins God banished us from his presence, and all who follow our example will meet a similar fate. Shetani anafanyanga mkutano na malaika zake. Na mojawapo ya vikao dada White alionyeshwa akaona wakisema ya kwamba sisi shetani na malaika ni lazima tuletee watu wa Mungu migawanyiko. Ni lazima tuwakoseshe kiasi ya kwamba hawataona haja ya mioyo yao, na tuwaongoze katika kutoa wenzao makosa, kuhukumu, kuaccuse. Unajua kazi kubwa ya shetani, tuaccuse nani? Kuwashtaki Brethren, shetani ndiye mshtaki mkuu. Anapofika kwa Mungu, mbele za Mungu, anasema ona huyu ndiye unasema ulifia huyu. Wa nini ulimfia ya nini? Ona ile makosa amefanya. Hii si kubwa mbele yako. Ona huyu. Accuser of brethren number 1 ni shetani. Na hiyo ndio anataka kuabukiza kwa kina nani? Kwa the brethren. Alafu akaendelea kusema hivi, waendelee kutoana makosa, kuhukumiana, mpaka waweze kuwa na ubinafsi na uadui miongoni mwao, kwa sababu jambo hili ndilo lilitutoa mbinguni, na hata nao wakitufuata, na hata nao wataondolewa katika uwepo wa nani? Mungu. Wa Mungu. Elewa, sisi kama viongozi tukiwa na tabia hiyo, shetani walifanya vikao na malaika zake, wangetaka watuabukize tabia yao, na ili tutakapoabukizwa na sisi tuweze kutoka katika uwepo wa Mungu. Miongoni mwa wale ambao hawamchi Mungu
tabia yao kubwa ni kutoa makosa, kutoana makosa. Tabia ya nne wa Samueli wa pili sura ya 15 kuna mstari hapo ambapo tutasoma. Miongoni mwa washauri ambao Absalom aliweza kutoa kwa Daudi alikuwa anaitwa Ahithofeli. Na nataka uweze kuangalia Ahithofeli akiwa advisor, ametoka sasa upande wa Daudi, sasa ni advisor wa Absalom. Na Ahithofeli anaonyesha ya kwamba alikuwa miongoni mwa wale watu very sharp, akiadvise jambo, akitabiri jambo, akisema jambo, lazima jambo lile litatokea vile ambavyo alikuwa ameadvise. Na kwa hivyo ingekuwa ni makosa sana kutofuata ushauri wa Ahithofeli. So Ahithofeli alienda kwa Absalom akamwambia, si unaona Daudi ametoroka, ameenda. Kama ameenda ili ionekane ya kwamba wewe ni mfalme, chukua bibi zake wake ambao ameacha nyuma, na ukiwachukua ukienda kulala na wao ndani ya nyumba, watu hawataamini kama kweli mlilala nao. Kwa hivyo utengenezewe ka tent nje, mahali nje, uwe unalala nao mmoja baada ya. Unthinkable. Alifanya jambo ambalo huwezi ukalifikiria linaweza fanyika na mtu mwanadamu ambaye alikuwa anajidai ya kwamba anamtumikia Mungu, lakini hakuwa anamtumikia hata kidogo. Samueli wa pili 16 mstari wa 22, Biblia inasemaje? Samueli wa pili sura ya 16 mstari wa 22. Biblia inasema 16:22, soma. Hivyo watu wakampigia Absalom hema kwenye paa. Wakamtengenezea hema kwenye paa. Kwa hivyo ni mahali juu, mahali yanaonekana na kila mtu. Alafu naye akalala na masuria wa baba yake, watu wote wa Israeli wakiwa wanaona. Siku hizo shauri lolote, hata unaweza fikisha hapo. Hili ni jambo la namna gani ambalo linafanyika na mfalme anayejidai sasa amekuwa mfalme? Amefanya lile jambo ambalo ni unthinkable. Ametengenezewa hema wapi? Juu ya paa. Juu. Kwa hivyo anafanya mambo haya si usiku, anafanya mambo wakati ambapo kila mtu anafanya nini? Anaona. Wake wa baba yake, wa mama ambao yeye angewaita mama, ndio analala nao. Huu ndio ushauri ambao alikuwa amepatiwa na Ahithofeli, ili ionekane ya kwamba yeye amechukua ufalme. Sijui utaita nini hii character trait number 4, lakini mimi nimesema he did the unthinkable, jambo ambalo hata huwezi ukalifikiria, na analifanya hili mbele ya watu wote wakiona. Na jambo ambalo lilikuwa linanikujia kwa mawazo nilipokuwa nasoma wazo hili, nilikuwa najiuliza, sisi kama viongozi, who are our advisors? Washauri wetu ni akina nani? Na je, tunapambanua vile ambavyo wanakushauri, or we follow blindly whatever that they advise us to do, we do it blindly? Kwa sababu hata kama mtu ni mshauri wako, kuna mahali itafika anapokushauri useme, hata kama mnanishauri, hata kama ulinishauri hilo lingine na likafaulu, kwa hili nimesema hapana, kwa hili hapana. Kwa hivyo Absalom alikuwa amejiuza
katika hali ya kutomcha Mungu kiasi ya kwamba hata hangeweza kupambanua ushauri mzuri na ushauri mbaya. Na hivi ndivyo alivyofanya, na baada ya kufanya hivyo, Biblia inaonyesha ya kwamba alichukua askari akasema, nimemaliza kazi, sasa chukueni mikuki tumfuate. Ninasikia ya kwamba saa hii amesafiri, amechoka, tumfikie mahali tuue. Waue nani? Baba yake. Doing the unthinkable. Mzazi wako unaweza ukamvizia hivi na kumfuata baada ya kufanya maovu, sasa tena unataka uende ili ukamuue. Kuna wazazi na pia kuna wazazi wa kiroho. Ni mambo gani ambayo tunawatendea na kutendeana? Don't accept advice blindly. Hata kama unashauriwa kupiga, kulipiza, kufanya yale ambayo hayastahili, angalia ushauri ambao unapatiwa ili uweze kuona ni ushauri wa namna gani. Na by the way, utakaposoma mambo ya Ahithofeli, utakuja kugundua ya kwamba Ahithofeli alikuwa amejiamini ya kwamba hakuna ushauri ambao anaweza toa kwa Absalom uweze kufanya nini? Kukataliwa au kufeli. Alikuwa anajua nikitoa neno kwa mfalme lazima litafaulu. Na ndio siku moja alilala akaamka akamwambia Absalom, kuna wazo nimefikiria, na hili ukifuata, hii vita na migogoro mlio nayo na baba yako itafika nini? Itafika mwisho. Alimwambia, unisikilize na usikie vizuri, na lile ambalo ninakwambia ufuate. Alimwambia, tafadhali jichagulie watu, ni saa yangu inanidanganya au ni saa ngapi? Pia ushauri ambao nitakupatia ukifuata, mambo ya mgogoro na baba yako itaisha. Tafadhali chagua watu 2,000 wafuate baba yako, kwa sababu ninajua mahali yako na utamuua leo vizuri, na huo utakuwa ndio mwisho wako. Absalom akamwambia, umesema vizuri, lakini nataka huyu mshauri mwingine pia aje anishauri ili nisikie na yeye atasemaje. Alikuwa anaitwa Hushai. Hushai alipokuja mbele ya mfalme hakuwa kwa Absalom 100%. Alikuwa ametumwa na Daudi kwa Absalom ili aweze kuwa jasusi. Alipokuja kwa Absalom alimwambia, ushauri huo ambao Ahithofeli ametoa ni mzuri, lakini hautafanya kazi kwa wakati huu. Saa hii ambapo Ahithofeli anakuambia Daudi amechoka, ndio ako shujaa sasa hivi, tukienda vitani tutauawa sisi zote. Kwa hivyo consider, usiende wakati mwingine, uende wakati mwingine, si saa hizi. Na Absalom wakati huu ni kama akili ilikuwa imeanza kuamka kidogo, hakusikiliza Ahithofeli, alisikiliza Hushai. Na Ahithofeli kwa sababu alikuwa amezoea ya kwamba hakuna ushauri wake utakataliwa, alifanya nini? Alienda katika nyumba yake, akaweka mambo yake ni in order, alafu akajitia nini? Akajitia kitazi. Na kujitia kitanzi hapa ndipo kulionyesha kumbe kweli hata mwisho wa maisha ya Absalom ulikuwa umefika mwisho. Nataka tumalizie katika hii character trait ya 5. Wasiomcha Mungu na ili hali wanafanya kazi ya Mungu, mwisho wao huwa namna gani? This is a warning to all of us, wale ambao tunasema tumeshikilia kazi ya Mungu mkononi. Tunasema tunamtumikia Mungu, lakini yale ambayo tunafanya katika nyumba ya Mungu yanaonyesha kweli hatumchi nani? Ni hatari sana. Usipobadilika mapema, mwisho wako utafanana na wa Absalom.
Siku moja walienda vitani, na walipokwenda vitani, sikiliza vile ambavyo mwisho wake ulifika. Samueli wa pili 18 na mstari wa 33. Samueli wa pili sura ya 18 mstari wa 33. Biblia inasema, hapo mfalme alishikwa na huzuni kuu, akapanda kwenye chumba kilichokuwa juu ya lango na kulia. Alipokuwa anapanda, akawa analia akisema, mwanangu Absalomu, mwanangu Absalomu, laiti ningalikufa badala yako. Ole Absalomu mwanangu, mwanangu. Rudi nyuma kidogo, some mstari wa 18. Mstari wa 18. Biblia inasema, Absalomu wakati wa uhai wake alikuwa amejijengea na kujisimikia nguzo iliyoko kwenye bonde la mfalme, kwani alisema, mimi sina mtoto wa kiume wa kudumisha jina langu ili nikumbukwe. Nguzo hiyo aliipa jina lake na inaitwa nguzo ya Absalomu mpaka leo. Rudi nyuma tena, mwisho usome mstari wa 17. Mstari wa 17. Wakamchukua Absalomu wakamtupa kwenye shimo kubwa msituni na kurundika rundo kubwa la mawe. Rundo kubwa sana la mawe. Watu wote wa Israeli wakakimbia kila mmoja nyumbani kwake. Nataka uangalie aliyetumika bila kumcha Mungu, mwisho wake ulikaa namna gani? Mstari wa 18, alikuwa ametengeneza monument. Monument ilikuwa inamaanisha ya kwamba ni kama alikuwa ametengeneza kaburi lake akiwa hai na kusema ya kwamba nitakapokufa hapa ndipo nitazikwa na hii itaitwa Absalom. Lakini je, alikuja kuzikwa hapo? La. Vita ilipochacha na kaona kweli atashindwa, alipanda punda wake, na alipokuwa anakwenda, to imagine ya kwamba alikuwa amevaa kofia ya vita, helmet, ilienda ikashikwa pamoja na nywele zake, tulisema zilikuwa kubwa, zikashikwa na mti. Kwa sababu zilikuwa kubwa sana, Mungu alikuwa amekusudia mwisho wake. Ukisoma soma, hakufa hivi tu, hakuisha tu hivi, mwisho wake ulifika kwa makusudio ya Mungu. Kuna mahali katika kitabu cha Mithali, kienda nyumbani tafuta hiyo verse, inasema hivi: mbona kuendelea kutenda maovu sana? Mbona ufe mapema kabla ya wakati wako? In other words, Biblia inaonyesha kwa sababu ya kuendelea kutenda maovu, hivi karibuni utapoteza nini? Maisha yako. Kama Yesu hatakuwa amerudi next year 2026, na labda kusiwe kumefanyika jambo lingine kwa ajili ya maisha yako, na labda utake tukutane kama vile tumekutana siku ya leo, unaporudi nyumbani, achana na nini? Na maovu. Maovu biblikali inakuonyesha kwamba inakukimbisha kwa kaburi kabla ya wakati wako. Ukitaka uonekane kijana na ili hali wewe miaka umegonga 70, mche nani? Mche Mungu. Tumikia Mungu kwa ukweli, kwa sababu kuna watu ambao ni watumishi lakini kweli hawamchi Mungu, hawamtumikii Mungu. Katika utumishi wangu, si mara moja nimekutana na mzee wa kanisa, pesa ya kanisa ameweka kwa mfuko, baraza ya kanisa inaketi kumdai, zaka na sadaka haifiki mahali inastahili kufika. Kabla ifike kule inafika, inatangulia wapi? Kwa mfuko wake, na inafanya biashara. Akishaweka faida kwa mfuko, hii ingine sasa inaweza kwenda mahali inaweza kwenda. Na mchungaji akipiga simu anataka ripoti, ataambiwa
Equity Agent ilifunga mapema. Si kufunga, ilifunga mapema. Ilielekea wapi? Mpuko. Na mambo mengine maovu ambayo yanafanyika makanisani, na ile hali mimi ni kiongozi na ninaruhusu yafanyike au ninahusisha ya kwamba yaweze kufanyika, ili bado ni dumu kuwa kiongozi au mzee katika kanisa. Utakufa haraka, utakufa kabla ya wakati wako, na kuliko kuwe na ukumbusho. Angalia Absalom ni nini ambacho ilifanyika. Nimependa ile Kiswahili imesema alizikwa na nini? Rundo la nini? Rundo la mawe. Si kaburi, si jeneza, sio ile monument ambayo walikuwa wametengeneza. Rundo la mawe. Hakurudi kwa kaburi aweze kuzikwa, na alikufa hata wakati hakuwa anatarajia, kwa sababu alikuwa anatarajia nitapanda punda, nitamchapa aende haraka, nitafika nyumbani nikiwa salama. Hata hakuweza kuwa na muda wa kuweka nyumba yake into order. Na baba yake analia anapoona ya kwamba Absalom amekufa, mpaka anasema mambo ambayo mzazi labda hangesema. Anasema, afadhali mimi ningekufa kwa niaba ya Absalom. Biblia inaonyesha machozi ya wazazi, ya baba, ambayo utalia kwa kaburi ni useless, especially kama utalia wakati ambapo hakuna jambo lolote ambalo ulifanya kusaidia mtoto asiende katika njia ambayo haistahili. Ukitaka kulia machozi mazuri, lia wakati ambapo mtoto yuko hai. Mulilie, muadhibu, muonyeshe njia vizuri, kuliko ukuje kulia wakati ambapo mambo yameharibika. Namaliza na nukuu ambalo limeandikwa na dada White katika mojawapo ya vitabu Sons and Daughters of God. Ameandika hivi, ukurasa wa 185. We can go through the world but once. We cannot come back to rectify any mistakes. Therefore, every move made should be with godly fear and careful consideration. Dunia tunapitia tu mara ngapi? Mara moja. Kuna mara mbili. Na hata hakuna wakati wa kusema hii ninapitia, hii ni rehearsal. Hakuna kupitia dunia ati kwa rehearsal, kwa revision, kwa mock, alafu nitakuja kwa real time. Hakuna. Unapitia tu mara moja. Na jambo mbaya, kuna mambo mengine utafanya na kumbe uliwafanya makusudi, deliberately. Hautapata nafasi ya kuja kufanya nini? Ya rekebisha. Uliokosesha, kuna wengine utakosesha forever. Jehanamu Express. Na kama hivi ndivyo ilivyo, ushauri wa roho ya unabii ni hii: mambo yote tunayafanya, tuyafanye with godly fear and careful consideration. Je, ningefanya hivi? Ningesema hivi? Ningelipiza hivi? Ningekasirika hivi? Ningefanya hivi? Consider carefully, kwa sababu kuna mambo mengine utafanya, aliyesikia alisikia na hata sikia lingine. That is why somewhere nilisoma inasema, to some people you will be the only Jesus that people will see. Kwa watu wengine wewe ndiye Yesu pekee ambao watu wataona katika maisha yao. Consider carefully with godly fear and careful consideration. Wangapi wangetaka kusema, Mungu tusaidie tuwe viongozi ambao wanakucha, ambao wanakuogopa maisha yetu yote. Kama hilo ndilo ombi lako, simama mahali ulipo ili tuweze kuomba. Kwa sababu tumesimama, tuimbe wimbo 36 stanza ya 1 and chorus.
alafu tuweze kuomba. Ni siku kuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi. Tutaimba. Ni siku kuu, siku ile. Sing. Ni siku kuu, siku ile ya kumkiri Mwokozi. Moyo umejaa tele, kunyamaza hauwezi. Sikukuu, sikukuu ya kuosha dhambi zangu, ukesha na kuomba tu, ananiongoza mbinguni. Sikukuu, sikukuu ya kuoshwa dhambi zangu kuu. Tumekwisha kupatana ndani wake yeye wangu, na sasa nitamwandama nikiri neno la Mungu. Sikukuu, sikukuu ya kuosha dhambi zangu kuu, ukesha na kuomba tu, ananiongoza mbinguni. Sikukuu, sikukuu ya kuosha dhambi zangu kuu. Baba na mfalme wetu wa mbinguni, tunakushukuru Mungu tukiwa viongozi wa kanisa. Licha ya kwamba sisi ni wanadamu tu wenye dhambi, wadhaifu, ambao Mungu wetu kwa wakati mwingine hatufai hata kusimama mbele zako. Maana kwa mara nyingi Mungu wetu tunajikua kwa mawazo, kwa maneno, hata kwa matendo. Mungu wetu, mchana wa siku ya leo tunaomba Mungu wetu uweze kuturejesha kwako, kwa maana tunatanga pale kwa muda mrefu kwa ajili ya ubinadamu. Mungu wetu, siku ya leo tunaomba msamaha wa mbingu, tusamehe na utuoshe kabisa na damu yako. Maana wakati mwingine tunaweza waza maneno ambayo tukiona matendo kwa mwanadamu ya kwamba ni mambo ambayo ni sawa sawa, lakini Mungu wetu tunajipata ya kwamba tunafanya yasiyo ya mapenzi yako. Tunaomba Mungu wetu uweze kuturejesha kwako zaidi, ili tunapotembea, tunapoongoza kanisa, na Mungu wetu hata tunapokaa familia, Mungu wetu uweze kusimama na kukaa tukiwa watu wako. Mungu wetu, naomba yale ambayo tumefundishwa na mchungaji wako, ni neno kutoka mbinguni, niweze kupata nafasi ndani ya mioyo zetu, ili Mungu uweze kumcha Mungu wetu ambaye ni Mungu wa mbingu na nchi. Maana wakati mwingine kulingana na mawazo ya wanadamu tunaona ya kwamba tunakutumikia, bali tunatumikia wanadamu. Tunaomba Mungu wetu uweze kukutumikia kwa kweli kwa mioyo zetu, na Mungu tukumbuke yale ambayo umetutendea mambo makubwa, ili tusije tukaangamia wakati wa mwisho. Hebu tushikilie Mungu wetu,
Hebu hapa tunaporejea, tunapoelekea nyumbani, na hapa tunapoendelea kwa ibada ya Sabato ya siku ya leo, tunaomba Mungu wetu wa mbinguni, hebu mbingu yaweze kuwa pamoja nasi. Maana tunaomba kwa jina la Yesu ambaye Bwana na Mkombozi wetu, na zote tunasema Amen.